Na ilikuwa bahati ya pekee hospitali kujengwa hapa, kwani wamisionari wa Consolata walifika kufanya kazi katika jimbo la Iringa, na eneo hili lilikuwa chini ya jimbo la Iringa. Wakati ule kusini tulikuwa na jimbo la Peramiho. Kwa hiyo kupita mto ule wa ukenda Njombe, kuna mto mkubwa unaitwa mto Ruhuji. Kwenda kusini ilikuwa Peramiho. Kuja upande wa huku wote huku ilikuwa jimbo la Iringa. Ndio parokia kama Kipengere, Kisinga, Igwachanya, Matembwe, Kifumbe na parokia zingine. Zote hizi zilikuwa eneo la jimbo la Iringa. Mpaka pale jimbo la Njombe lilipoanzishwa mwaka 68, ndio sehemu hii ikawa sehemu ya jimbo la Njombe, na sisi tukapata bahati na hospitali ikawa hata leo tunajivunia iko katika jimbo la Njombe. Kwa hiyo tunapohitaji hospitali Ikonda leo, tunaona maendeleo makubwa yaliyofanywa na wamisionari wa Consolata katika eneo hili. Kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba hospitali inakuwa na huduma nyingi zinatolewa kama tulivyosikia hapa, huduma mbalimbali za wagonjwa wa nje wa ndani, pia na idara mbalimbali za macho, famasia, TB, CTC na mingine ambayo siwezi kuitaja kwa sababu sina uwezo wa kutamka kwa sababu maneno ni magumu ya kitaalamu. Lakini hiyo hospitali imekuwa kwa kiasi kikubwa sana toka tuseme kwa miaka hiyo 63 hospitali imekuwa, na hii ni kwa sababu tu ya jitihada za wamisionari wa Consolata ambao ndio waliweza kusimika huduma hii hapa. Lakini pia hatuwezi kuacha kutaja serikali yetu ambayo walifanya kazi nayo kwa karibu kupata vibali na kuanza kutoa huduma hapa. Lakini mpaka leo tumesikia kuna wahudumu ambao wametumwa na serikali 38 na kutoka katika wilaya nadhani wako 12 au zaidi ambao wanatoka katika halmashauri ya wilaya ya Makete. Kwa hiyo kama tumefika hapa, kuna wadau wengi waliochangia, ni pamoja na serikali, lakini wamisionari wenyewe wa Consolata wafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo kufaulu kupambana na maadui hao ni kazi kubwa iliyofanywa, na ndio maana tuko hapa kwa nia ya kushukuru Mungu kwa kazi kubwa ambayo wamefanya wamisionari wa Consolata. Lakini si wamisionari peke yao. Mimi ninaona katika nafasi hii nipende kuwashukuru wahudumu wote, wafanyakazi wote, toka wakati hospitali ilipoanza mpaka dakika hii tunapoongea, kwa kazi kubwa mnayofanya na utume wenu na wafanyakazi. Asanteni sana kwa huduma nzuri na Mungu awabariki sana. Sisi tunaozunguka sehemu mbalimbali za nchi hii, watu wanajua sana hospitali ya Ikonda, na pengine hawajui ni mkoa gani, hawahangaiki ni mkoa gani. Wanasema kuna hospitali iko kusini mwa Tanzania, kule kusini. Juzi nilikuwa kule Kahama